Kampuni ya usafirishaji madini, hakikisheni mnashirikiana kikamilifu na wadau wengine wote muhimu kutekeleza mikakati ya kuimarisha usalama wa usafiri wa madini ili kuwalinda wananchi. Nilisema pale wakati tuko kwenye uzinduzi wa kituo, wale watakaopangiwa yale majukumu, na bahati nzuri ni wataalamu waliopata mafunzo wakakidhi, wawe macho muda wote wanapokuwa kwenye majukumu hayo, kwa sababu majukumu yale yanahusisha udharura. Kampuni ya usafirishaji madini, hakikisheni kuwa meli hii inatunzwa ipasavyo. Wanasema kitunze kidumu. Nimeangalia mle ndani, ni meli ya kisasa sana, na kijana wetu aliyekuwa anasema hapa, wameelezea kwamba hata ile ambayo inasemwa ni daraja la uchumi na yenyewe ina viwango vile vile vya kimataifa. Tutunze, tuchukue hatua zinazostahili za kitaalamu. Vyombo vya madini, mambo haya ya reli za kisasa, mambo ya ndege hayataki mazoea, yanataka ufuatishe ushauri wa kitaalamu, kwa sababu hivyo ndivyo vilivyotengenezwa. Vinahitaji ufuatishe ushauri wa kitaalamu katika matumizi yake. Lazima tupate fedha ziende kwenye miradi. Wizara ya Fedha, yapitieni mafungu yote, mkiacha mafungu ya vyombo vya ulinzi na usalama na yale yanayohudumia afya. Mengine yarejeni yote. Yale ambayo matumizi yake hayawezi kuathiri shughuli za msingi, kateni tupate fedha, tupeleke kwenye miradi ambayo imesimama, tupeleke kwenye miradi ambayo wakandarasi hawajapata fedha ya awali. Tumepita hapa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kwenye sherehe, kwa mazoea tunaona taasisi za umma kila moja wanatumiana kalenda, wanatumiana vikapu vya vinywaji, wanatumiana kadi, maua. Acheni vinywaji, kila mtu anywe kwake, kila mmoja anywe kwake.